Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa ushindi mkubwa aliopata katika uchaguzi wa mwaka 2025. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kutuletea Waziri Mkuu mteule ndugu Lameck Mwigulu Nchemba, ambaye azimio limesomwa hapa na mwanasheria mkuu wa serikali ili sisi waheshimiwa wabunge tuweze kumthibitisha. Ninasimama hapa kuwathibitishia waheshimiwa wabunge wenzangu na kuwaomba kwamba kwa kweli hatuna sababu ya kutokumthibitisha Mwigulu Nchemba kwa kura zetu zote. Sifa zake zimeelezwa na mwanasheria mkuu wa serikali, lakini pia zimesemwa na wasemaji waliotangulia. Hakuna shaka juu ya usomi na ubobezi alionao ndugu Mwigulu Nchemba. Hakuna shaka juu ya uzoefu wa uongozi alionao Mwigulu Nchemba kuanzia kwenye chama na katika serikali, na kwamba ameshika wizara mbalimbali ikiwemo wizara ya fedha na uchumi na baadaye wizara ya fedha. Ndugu Mwigulu ameshiriki katika uongozi wa wizara ya fedha katika mazingira magumu na tata, tukitoa kwenye COVID, lakini tulikuwa na miradi ya kimkakati mikubwa ambayo hakuna hata mmoja uliosimama, yote imeendelea kutekelezwa kwa sababu alishiriki katika kutafuta fedha akimsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nataka niseme, Mheshimiwa Spika, Mwigulu ni waziri mkuu wa kipindi hiki ambaye anastahili na mwenye sifa zote. Bunge hili Mheshimiwa Spika, asilimia 90 kama sikosei ni watu wenye umri chini ya miaka 50. Mwigulu Nchemba kwa uzoefu alionao wa kukaa bungeni na uzoefu wa kiuongozi atatuunganisha vizuri sisi wazee na vijana waliokuja. Maana moja kati ya majukumu yake ni kusimamia shughuli za serikali humu bungeni. Lakini nimalizie kusema sifa chache ninazozifahamu za ndugu yangu waziri mkuu mteule ndugu Lameck Mwigulu Nchemba. Unachokiona usoni kwa Mwigulu Nchemba ndicho kilichoko moyoni mwake. Mtu yeyote akienda kwa Mwigulu anahisi kama ameenda kumwona mtu wa chini sana. Ni mtu wa kujishusha, ni mtu ambaye hajikwezi. Lakini moja kati ya sifa nyingine kubwa ambayo naamini imemsukuma sana Mheshimiwa Rais ni uhodari wa kazi. Tuko hapa bungeni muda mrefu, si wengine tumewaona mawaziri wa fedha mbalimbali. Mwigulu Nchemba atashuka airport kwenye ndege, atakuja moja kwa moja bungeni hapa, sio kitu chepesi. Atatoka nje ya nchi, ataingia Dar es Salaam, atakuja Dodoma, atakuja bungeni hapa. Hata kwa dakika 15 yuko tayari kuja bungeni hapa kwa sababu anajua bunge ndio chombo kinachowawakilisha wananchi. Nataka niseme Mheshimiwa Spika kwamba mimi niwaombe sana wenzangu waheshimiwa wabunge, ili tumjengee heshima waziri mkuu wetu anayekuja, lazima tumpe kura zote za ndio. Ili tujenge heshima kwa mamlaka iliyomteua, lazima tumpe kura zote za ndio. Mheshimiwa Spika, naunga mkono azimio la kupendekeza waziri mkuu. Profesa Mbarawa.